Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa ambaye unafuatilia matangazo haya, karibu katika kipindi hiki ambacho ni msimu wa kwanza, msimu mpya wa kipindi cha Faith Stories, simulizi ama masimulizi juu ya imani yetu ambayo tunaiona fahari kuiungama, kuiishi na kuitangaza sehemu mbalimbali. Hiki ni kipindi kipya kabisa cha Faith Stories, na kama nilivyodokeza ni kipindi ambacho kinaleta mazungumzo fulani ya kiimani ambayo kwayo tunaweza kujifunza mambo mbalimbali. Na ni kipindi ambacho kinakutanisha na watu mbalimbali ambao kupitia maisha yao ya kiimani yanaweza kutusaidia sisi pia katika imani zetu tuweze kuimarika, kukua, lakini vile vile kuwasaidia wengine. Kwa hiyo ni msimu mpya na hiki ni kipindi cha kwanza kabisa cha Faith Stories. Kinakujia kutoka hapa Kurugenzi ya Mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Kurasini, Dar es Salaam. Mimi ni Pascal Morache. Kwa niaba ya Kurugenzi ya Mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania nikukaribishe tuweze kushiriki kipindi hiki mpaka tamati yake. Kama nilivyodokeza, katika kipindi hiki tunakuwa na fursa ya kukutana na watu mbalimbali ambao kupitia maisha yao, simulizi zao za kiimani, basi ziweze kutujenga na kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho na kimwili pia kila siku. Kwa namna pekee katika fursa ya kipindi hiki siku ya leo tunaye mpendwa wetu hapa ambaye tuko naye, tutamfahamu na kuweza kujua mengi kumhusu yeye na maisha yake na yale ambayo tunaweza kuchota kujifunza kutoka kwake yakatuimarisha katika maisha yetu. Kabla hajajitambulisha, mimi nitamtambulisha kwa namna nyingine kabisa. Utapata kidokezo cha wimbo huu ambao ndio utaweza kutupatia utambulisho wa awali kabla yeye hajazungumza. Wimbo huu ni sehemu ya kile ambacho anakifanya. Naam, ni utambulisho tu huo wa mgeni ambaye tunaye katika kipindi cha Faith Stories. Msifu Yesu Kristo. Milele amina, milele amina. Karibu katika kipindi cha Faith Stories, na kwa namna pekee nikupongeze na tumshukuru Mungu kwamba umekuwa mgeni wa kwanza tangu msimu huu wa kipindi hiki uanze. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Ni Mwalimu Paul Mike Msoka, atatueleza vizuri zaidi. Mtu Tanga au atatueleza vizuri jina linatamkwaje, pengine sisi wanaona tunatamka tofauti. Mwalimu, karibu katika kipindi. Asante sana. Na pole na hongera kwa utume na majukumu mbalimbali ya kimaisha. Shukrani sana. Mtazamaji yuko tayari kutaka kufahamu na kufahamu mengi kuhusu wewe ambayo inaweza kumfanya yeye aweze kujifunza hata katika safari hii ya imani ya Kanisa Katoliki ambayo tunajivunia na tunafahari kuishi na kuiungana. Labda kwa kutupitisha kwa kifupi, Paul Mike Msoka ni nani hasa, kwa kuzaliwa na maisha yake hasa ya awali? Okay, asante. Kama ulivyoeleza, naitwa Paul Mike Msoka. Gajerisi letu tuongea naongeza Dr. Paul, lakini sio muhimu sana kwangu.
ila mimi ni Mtanzania. Nimezaliwa mkoani Tanga miaka kadhaa iliyopita. Ingawaje maisha yangu tuliishi sehemu tofauti tofauti. Nimetoka kwenye familia yenye watoto 5. Mimi ndio mtoto wa kwanza. Na ndugu zangu wawili wa kike, wawili wa kiume. Nilizaliwa na baba Mike Msoka na mama Mary Msoka, ambao sasa hivi Mungu amepumzisha. Kwa hiyo nilizaliwa Tanga sofa. Baadaye tukahama, wazazi wangu walikuwa ni watumishi wa umma. Kwa hiyo tulihama mikoa mbalimbali, Shinyanga, Dodoma, Arusha. Baadaye tukarudi tena Tanga. Sofa. Kwa hiyo katika maisha yangu sehemu kubwa sana nimeishi Tanga, ingawa si mwenyeji wa Kilimanjaro. Babangu mwenyeji wa Kilimanjaro, mamangu mwenyeji wa Kigoma. Walikuwa mwenyeji wa Kigoma iko hivyo. Okay, na umezungumza kuhusu baba na mama, na tunaamini imani huwa inalelewa, inakuzwa katika familia. Naamini pia wazazi walijitahidi kukuza katika imani ya Kikristo kwa kuhakikisha kwamba wanapata sakramenti mbalimbali zile za awali za msingi. Unaweza kutukumbusha kidogo hizo sakramenti na maisha ya baba na mama katika kukuza katika imani ya kanisa Katoliki? Ya kweli, wazazi wangu walikuwa ni Wakatoliki wote wawili, na wote walipata sakramenti ya ndoa takatifu, na sisi watoto wao wote tumelelewa katika njia hizo. Ikiwemo mimi nilibatizwa Babati wakati tuko Arusha, wakati wote tulihamia. Baada kuzaliwa Tanga tulihamia Arusha. Wakati wa Babati unajua ilikuwa mkoa wa Arusha, ilikuwa Manyara ilikuwa ipo. Kwa hiyo nilibatizwa Babati, baadaye tukarudi Tanga, nikapata komunyo ya kwanza Tanga pale Cathedral St. Anthony Chumbageni. Baadaye nikaja kupata kipaimara pia Tanga, na ndoa nikafunga pia ndoa takatifu, ndoa sakramenti ya ndoa pale Tanga pia. Nilipata sakramenti zote Tanga isipokuwa ya ubatizo ndio nilipatia nikiwa Babati. Yes. Paul Mike Msoka tunaita hivyo, lakini kuna neno la kwanza ambalo umesema kwamba sio muhimu sana, lile la daktari, doctor. Shahada hiyo ya uzamivu. Tungependa kusikia sababu katikati kuna kitu ambacho tunatamani tukisikie kwenye safari yako ya elimu kutoka shule ya awali, shule ya msingi mpaka shahada ya uzamivu, PhD, ya doctor. Kuna kitu tunataka tukisikie hapa. Karibu. Okay. Mimi safari elimu ya msingi nimesomea nilianza nikiwa Tanga. Safari nilikuwa labda kwa ufahamu kwamba nilizaliwa nikiwa sina changamoto ya kuchukua, nilikuwa naona tukaje. Kwa hiyo nilisoma shule ya msingi Bombo, Tanga. Nilisoma mpaka nikamaliza elimu ya msingi darasa la 7. So baada ya kumaliza tu ndio changamoto sasa ikajitokeza hapa. Unajua wakati huo pata malaria, then kuna dawa zinaitwa chloroquine za malaria. Sasa kwa kutumia malaria, naamini dawa zile kwa ajili ya kutibu malaria, then zikata infection kwenye mishipa ya macho hizi nerves. So fabi shida yangu ikakwenda kwenye macho, ilienda kwenye mishipa ambayo inachukua mwanga kutoka kwenye macho kuweka kwenye brain, kwenye ubongo kwa ajili ya kutafsiri picha. Kwa ndio hivyo. Kwa hiyo kutoka pale nikaendelea sekondari, ilikuwa safari niendelee shule za kutwa tu pale Tanga. Lakini kutokana na changamoto hiyo basi ikabidi nipeleke kwenye shule ambazo zina vitengo maalum kwa ajili ya watu wasioona. Kwa nikaenda kusoma Shinyanga. Kwa nikaenda kusoma, lakini before that huo mwaka uliofuata takriban ninge form 1 nilienda kusoma kwa shule moja wasiona inaitwa Erenje iko Lushoto. Nilienda kule kwa sababu ya kwa ajili ya kujifunza. Unajua umetoka kwenye kuona unaenda kwenye hali nyingine tofauti. Kwa hiyo inahitaji ujifunze namna gani ya kuishi, unatembeaje, unashikaje vitu, unagunduaje, unafuaje, unapasije, unatandikaje, unadeki, unafanyaje, zile activities zote domestic na zile shughuli nyingine mbalimbali. Kwa nikasoma mwaka mmoja huo kujifunza, then ndio nikaendelea mbele. Asante. Pole kwa hilo, na of course tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Ulipoteza uwezo wa kuona mara baada ya kumaliza elimu ya msingi katika hapo katikati. Kutoka hapo mpaka shahada ya uzamivu, ulikuwa na msukumo gani wa pekee ndani yako ambao ulisema ulikuwa unauona au unajiona kwamba pamoja na haya bado ninalo tumaini la kusonga mbele? Kipi ambacho mtu mwingine ambaye pengine anakata tamaa au amekata tamaa anaweza kujifunza kutokana na hili jambo hili? Okay, labda niseme namshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ndio ndoto yangu wakati nasoma msingi, na unajua ile unaona wakubwa wengine huko wamefika sehemu fulani, sana na mimi nataka nifike kule, nifike mbali. Lakini kubwa zaidi ni wazazi. Unajua katika hali ya kawaida huwa kwenye jamii zetu za Kiafrika mtu kishapata changamoto ya ulemavu, huwa wazazi wanaona basi ndio mwisho, sasa itabidi akae tu nyumbani sasa. Sasa huyu haoni itakuwaje, ngoja akae nyumbani. Lakini nashukuru sana wazazi wangu, kwa kweli walikuwa na mwamko. Unajua kwa mzazi mwingine, let's say nimepata changamoto, lakini mwaka unaofuata tu wakati naendelea labda na matibabu, naenda kliniki narudi,
waka madaktari na mka daktari mmoja mzungu wa KCMC yetu Dr. Skala akamwambia kuna shule iko Lushoto inaitwa Erente, kuna watoto wasio na kule wanafundishwa mpeleke. Unajua kwa mzazi mwingine sema mtoto wangu ndio kwanza nimekaa naye aje kutoka nje ya nyumbani. Lakini amejipata changamoto alafu aende kakani boarding huko mbali Lushoto, sisi tuko Tanga mjini. Lakini wazazi wakasema hapana. Lazima uende ile, lazima maisha yasonge mbele. Kwa wakanipeleka na mimi nikalipokea kwa kweli nilifurahi kwa sababu niliona nahitaji kusonga mbele, na nilipofika hapo nikapata hizo stories za watu wengine ambao walikuwa na changamoto na wakafika mbali. Basi nikasema okay, na mimi lazima niweke juhudi na naamini Mungu kwa juhudi hizi ataweka baraka zake tuweze kufika mbali zaidi. Kwa hiyo ikawa ndio safari yangu imeanzia hapo sasa. Na leo ni PhD holder. Labda tuzungumzie kwa kifupi sana hiyo safari kutoka shule ya msingi sekondari na mpaka ulipofikia hatua ya kupata hii shahada ya uzamivu. Okay. Baada ya kumaliza msingi, sasa ile ilikuwa mkono unafuata ile form 1 sikuweza kwenda, nikaenda kujirenti hiyo shule iko Lushoto, nikajifunza braille ya maandishi ya nukta nundu, nafundisha kupasi, kufua. Unajua mimi naweza kufanya kila kitu. Sasa huwa nikikaa ndani nafanya kila kitu mwenyewe, usafi mwenyewe, nafua mwenyewe, nanyosha mwenyewe, hata kupika napika mwenyewe, kila kitu unaona. Vyote tulienda kujifunza. Kwa baada ya pande mwaka uliofuatia nikaenda kujoin form 1. Sasa baada ya kwenda kusoma shule ya Usagara pale Tanga, nikaenda Shinyanga Sekondari. Nikasoma form 1 hadi form 4 pale. Mazingira pale kwa mwanzo ilikuwa ni ngumu kwa sababu ni mazingira mapya. Yaani changamoto ilikuwa hapo za kusoma ile mawazo nawaza hivi kidogo, lakini nikasonga mbele. Kutoka pale nikaenda nikajiunga baada ya form 4, nikajiunga chuo cha walimu. Chuo cha walimu Mpwapwa, nikafanya kozi ya walimu. Then nikapangiwa kazi kufundisha Tanga. So far niliomba Tanga kwa sababu nafikiri tulikuwa nafasi ya kuchagua ni wapi inapoweza kuhitaji. Kwa Tanga nikafundisha wakati niko nyumbani nafundisha, nenda ofisini nafundisha, lakini nikasema kwa nini nishie hapa ni wakati ni mmoja wa halmashauri ya jiji la Tanga. Sema lazima nisome nijiendeleze. So far kwa sababu ndugu zangu walikuwa wananifuatia kwa sababu hawakupitia changamoto, wao walienda moja kwa moja wakawa wako mbele. Nikasema hapana. Kama wao wameweza, kwa nini mimi nishindwe? Nikasema hapana, ngoja nijiendeleze. Kwa nikajiendeleza, nikafanya mitihani, nikasoma advance kama private candidate miaka miwili, nikafaulu vizuri. Mwaka unaofuatia basi nikajiunga mwaka 2005 sasa. Nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, nika-apply nikapata bachelor. Kwa 2005 nikasoma chuo cha Dar es Salaam, tukapangiwa DUCE, sisi wanafunzi wa kwanza wa DUCE. Hapa tumeanzisha hapa jirani yenu hapa. 2005 mpaka 2008 nikamaliza bachelor. Nikarudi ofisini ya halmashauri nikasema kini hapana. Kwa nini nisiendelee mbele kwa wakati bado nikiwa na nguvu hivi? Kwa mwaka unaofuata nika-apply kwenda kufanya masters. Kwa nika-apply chuo cha Dar es Salaam nikafanya 2009 hadi 2011. Nilipomaliza nikarudi kazini nikapiga kazi nikasema bado tushukuru mdogo wangu mmoja hapo katikati naye akamaliza PhD anayenifuatia nikasema hapana, lazima nikimbizane naye haiwezekani. Hapana, lazima niende sambamba. Anaitwa Elizabeth yuko Dodoma, mdogo wangu Dr. Elizabeth. Kwa 2011 mpaka 2013 14 15 16 nika-apply ndio nikaja chuo cha Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya PhD. Na ndio mwaka huu sasa nimemaliza. Nasubiri graduation kishukutu tarehe 25 Mei 2026. Graduation yetu tayari kwa tayari. Mungu aendelee kutukuzwa katika hili ambalo tumeliona. Hapo kwenye hiyo safari ya kielimu mpaka kufika hapo na matumaini ambayo ulikuwa nayo ambayo Mwenyezi Mungu amekuwezesha. Ningependa kufahamu tu kila mmoja katika maisha yake ya kiimani liko jambo ambalo linamsaidia au anapenda kulifanya ambao ni kimbilio la kiimani. Wapo wengine ambao katika mahangaiko, katika tumaini, katika kuishi wakipiga magoti na kusali rozari takatifu, wanaona kabisa kwamba sasa mzigo wangu nimeutua na tumaini langu limefika sehemu ambayo ni sahihi. Mwingine anasema hapana, mimi wapo tu katika chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu katika safari yangu ya elimu imesaidia na kuniwezesha kufanya hiki. Kila mmoja na jambo lake, kwa sababu kanisa limetupatia zawadi nyingi ambazo zinatusaidia pale tunapopata changamoto kuona tumaini jipya. Labda kwako kitu gani ambacho kilikuwa kinakupa msukumo na kimbilio katika mambo ya kiimani? Mimi ni vitu viwili. Uimbaji, kumtumikia Mungu pamoja na kusali, hasa rozari. Unajua sisi wazazi mama yetu alikuwa anampenda sana Mama Maria. Ndio. Kwa sababu tulikuwa wadogo tulikuwa lazima kila siku kusali ile ipo. Kwa hiyo ni ile hata nikuja kuwa na maisha yangu sasa na familia yangu na mimi niko na familia yangu, ile jambo na nimeliweka kipaumbele, imekuwa ni kipaumbele. Sisi nyumbani utaratibu nimeujenga kwenye familia kwamba lazima kila siku tusali. Kipindi cha rozari lazima kila siku tusali rozari, kama mwezi wa 5 lazima tusali rozari wa 10.
na vipindi vingine sala za jioni nyumbani ni lazima. Kwa ile wazazi wetu ile kwa jinsi walivyotulea unakuta ndio imenijengea hivyo, na ndio huwa hata vipindi vingi mbalimbali nilikuwa nina jambo lolote kusema kweli nataka kulifanya lolote niwe ni jepesi la furaha, lazima nitapiga magoti nitamshukuru Mungu. Kuna kauli moja nilihudhuria mafungo ya Father moja kwetu Father Bill hapo St. Anthony Mbagala kwa mwaka 90 ngapi 98 97 nafikiri hivi. Kuna usemi alitufundisha na unasema asante Yesu, sifa kwa Yesu. Kwa mfano mimi hata nikitembea tu kwa bahati mbaya nikajigonga na kitu pap, yale maumivu huwa yani kauli yangu ya kwanza ni asante Yesu, sifa kwa Yesu. Baada hapo huwa yale maumivu unakuta yamepotea, uyasikii tena. Kwa hiyo hata katika vipindi vigumu huwa ni kutanguliza Mungu. Vipindi vile vya furaha, yani kitu cha kwanza jambo lote likija ni la furaha, huwa nikimbilia huwa napiga magoti naambia Mungu asante. Toka hapo nitaimba nitasikiliza nyimbo za kushukuru, inakuwa ni hivyo ya. Umezungumzia vitu viwili mwalimu. Umezungumzia kuhusu kusali na umezungumzia pia kuhusu swala la kuimba. Tujikite hapo. Kwangu mimi nimeichukua hiyo kama ni kitu ambacho kwenye kipindi chetu cha Faith Story nataka tukizungumzia. Hiyo historia yako ilikuwa inajenga msingi. Hoja hasa ni hii kwamba pamoja na hayo yote katika maisha yako, mimi nimekufahamu kupitia muziki mtakatifu. Nimekushuhudia ukitunga, nimekushuhudia ukicheza kinanda, nimekushuhudia ukicheza ala mbalimbali za muziki, hata wakati mwingine step, ukijifunza step na ukicheza, ukitunga nyimbo mbalimbali, nyimbo ambazo tumeziona zimewainua watu, zimewabariki watu, zimewaweka karibu watu na Mwenyezi Mungu. Tunazungumzia kuhusu kipaji. Ilikuwaje kufika hapo? Yani bwana, yani kipaji yani I think naamini Mungu alikuwa ameniandalia njia hii, of which before nilikuwa sijajua. Ndio maana mimi nasemaga huwa kila kitu kina kusudio maalum. Unajua before sijapata changamoto ya kutokuona, nilikuwa sina hata wazo la kuja kuwa mwimbaji, wala sikuwaza kupiga kinanda. Yaani sofa nilikuwa napenda tu kusikiliza zile nyimbo ile nyumbani, zile radio ikipiga hivi basi tu hivyo yani. Kwenye kwaya nilikuwa naenda kanisani kila Jumapili. Lakini ile tunaimba tunaenda watoto Yesu tunajifunza nyimbo naimba, lakini sikuwa na wazo hilo kabisa. Lakini baadaye baada ya kuona changamoto hii, baada ya kama miaka miwili mamangu alipata scholarship, alienda Holland. Alienda kusoma. Yeye alikuwa ni afisa mifugo ni daktari wa mifugo. Hasa alivyorudi alijua napenda hicho, akanunulia kijikinanda kidogo hivi kama vijitoi hivi. Vya single button na bonza kidole kimoja hivi. Basi alinunulia hicho, alijua ninapenda muziki, akaniletea hicho. Kwa nikafurahi sana, unaweka betri na bonyeza kijikasi unajaribu ile nikisikia nyimbo zile Bikira Maria natafuta mwenyewe tu napiga hivi vya chini tu ile fungo si wanaita napiga natafuta kwenye mpaka naupata, basi naona raha. Kuna vijibiti vya bati na viweka napiga, nikisikia mambo mwingine ni wa kanisani vile vile na utafuta mpaka napiga. Kwa hapo ndio interest ile ikaanza kuja sasa, nikisema kumbe hiki kitu ni kizuri. Kwa baba yangu baada ya kuona na interest hiyo akasema okay, sasa itabidi sasa twende parokiani, yani nikutafutie pale mwalimu akufundisha sasa kinanda kile kikubwa ambapo unashika full kabisa, yani chords zile ya. Kwa ndio ilipoanzia hapa, mamangu alipoletea kile ikawa ndio kama kimefungua njia sasa, na nikajenga interest hiyo na nikajiunga kaza na kuimba kabisa sasa. Yeah. Unapiga ala zipi za muziki? Zaidi napiga ngoma na kinanda. Yeah. Lakini pia unafundisha na unaweza kusoma nota. Yani nota so far kusoma nota ni changamoto kidogo. Zaidi labda kwa zile nyimbo ambazo nimezianza mwenyewe ambazo nota zake naweza nikazidocument katika maandishi ya nukta nundu. Kwa sababu unajua nota nyingi ziko kwenye maandishi ya kawaida. Na hamna ambazo hamna mitambo kwa nchi yetu ambayo inaweza ikazalisha kwenye maandishi yale ya nukta nundu yani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo kwenye kuzisoma yani. Lakini kwa zile ambazo nimeshazishika au nikisikiliza ni rahisi kujua okay, kama anaimba solfa, anaimba nota zipi. Let's say unaweza kaimba nikajua nikishika vile kwa inakuwa ni rahisi yani. Au nikisikia wimbo nikienda kwenye kinanda nikigusa nikipiga najua okay, noti gani ni do, ni re, ni mi, ni so, ni fa, la, ti, ni do hivyo. Na nataka uzungumzie wimbo mmoja kati ya nyimbo nyingi sana ambazo umezitunga ambazo zimetubariki. Mimi kwa kweli ni muumini wa wimbo wa Nikushukuruje. Okay. Wimbo wa shukrani, wimbo ambao unainua mioyo ya watu na utafakari juu ya fadhila ya shukrani. Wakati mwingine tunaomba na kunungunika na kulalamika kila kukicha, lakini kushukuru pengine tumekuwa wagumu. Huu wimbo naupenda. Nipenda tuzungumzie kidogo, uliguswa na nini au pengine ulisukumwa na nini hasa mpaka ukaja na wazo la kutunga wimbo huu ambao ni mzuri sana?
Okay. Historia ya wimbo bwana. Wimbo ulitunga mwaka 2020. Kipindi kile afu ndio corona imekuja. Ndio imeingia ile 2020. Wakati huo niko chuo. Sasa chuo kikafungwa mwezi wa 3, mnarudi nyumbani ile kujifungia ndani ile. Kaa ndani sasa unasikia marogo na hiki kuna kifo vikaanza kutokea hivi. Akasema lakini sisi Mungu kama bado ametuweka mpaka kipindi hiki muda huu. Na wakati huo natimiza miaka 15 ya ndoa. Mimi nilioa mwaka 2005. Hongera sana. Shukrani sana. 2005 nilioa. 2020 kwa kwanza miaka 15. Akasema hivi kwa nini situnge wimbo wa kumshukuru Mungu? Atumiza miaka 15 na tuko na nguvu na uzima mpaka sasa hivi yani. Kwa hiyo tusimshukuru Mungu kwa kweli. Yaani sasa tukasema tukaomba bila tukamshukuru, lakini ni vizuri tumshukuru Mungu katika hali iliyopana, tushirikishe na wengine. Unajua unapotunga wimbo, mwingine akiimba kumshukuru anakusaidia wewe pia kushukuru. Mimi naamini kabisa kwamba baraka mtu anaendelea kuzipata na ile shukrani inazidi kuendelea kwa upana, ndio maana inawezekana tunaomba tamisa kwenye kanisa zinatangazwa nia zile. Wote tunashiriki kwa pamoja kushukuru kwa niaba Kwa basi ndio nikautunga mwaka 2020 na tena sio ule wimbo yani jinsi ilivyo. Ni yangu ilikuwa ni uimbe kwenye hiyo siku ya ndoa yetu tarehe 27 mwezi wa 8 tuimbe. Kikasema hapana, ngoja tukanini nisi urekodi. Nikaongea na kila Fabian wa Trinity bwana turekodi hiyo audio. Nikamshikisha Mkasa. Rafiki yangu Mkasa bwana tukafanya nikamtumia ile. Bwana naomba ningepata marafiki na wewe pia ni rafiki yangu na wengine walio karibu nao na walio karibu nao basi nisaidie. Nguvuka tukarekodi wimbo. Alipoona akasema ai sio wimbo. Mimi naona kama mimi kwangu umenibariki, ni wimbo mzuri. Kwani usiishie kufanya audio, fanya na video kabisa. Wimbo yani mwenyewe kwa maono yake msasema wimbo huu na mimi utaweza kubariki wengi zaidi ukifanya pamoja na video ili ufike mbali, uweze kubariki wengi. Basi ndio mwaka huo tukafanya audio, baadaye tukaja tukafanya na video ya mwaka 2020. Asante sana. Na mtazamaji mpendwa, hewani ni kipindi cha Faith Stories. Simulizi mbalimbali juu ya mambo mbalimbali ya kiimani, imani yetu ambayo tunaifurahia. Tunaona fahari kuiungama, kuishi na kuitangaza wazi wazi. Tuko bado na Mwalimu Paul Mike Msofa, tunaendelea kujifunza mengi kupitia safari yake ya maisha mpaka hapa alipo. Basi tuendelee kuwa pamoja. Mwalimu, narudi tena kwako. Umezungumzia kwamba mwaka 2015 bila shaka ndio funga ndoa. 2005. Yes. Kwa hiyo tunazungumzia miaka 21 sasa ya. 21 mwezi wa 8. Moja ya kitu ambacho ningependa kukisikia katika simulizi letu ya leo ni safari ya maisha ya familia. Okay. Una mke na una watoto. Na ulimpata katika hali hiyo hiyo uliyokuwa nayo. Na watoto pia na familia unaendelea kuishi nayo hivyo jinsi ulivyo. Kwa sisi unatupa simulizi na namna ambavyo ulikutana na mke wako. Okay. Tutafurahi kusikia na utatuambia ukubwa wa familia yako, watoto na nini. Okay. Lakini kwangu zaidi na kwa niaba ya vijana ambao tuko katika harakati za kutaka kuingia katika sakramenti ya ndoa, swali la msingi sana ambalo tunapaswa kujiuliza na ambalo kwako unaweza kutupatia maono ama mtazamo wako, ni vitu gani ambavyo vya msingi lazima tuvizingatie tunapotaka kufanya tafakari na maamuzi ya kuingia katika ndoa, hasa kupitia wenza wetu, tunapotafuta wenza, ili hatimaye katika hali yoyote ambayo tunakutana nayo katika maisha, wale wenza wetu waweze kusimama na sisi, waweze kuvumilia changamoto ambazo wanakutana nazo kupitia kwetu, na hatimaye tunaposherehekea miaka kadhaa ya ndoa 20, 15 mangapi, tumshukuru Mungu pamoja na tuseme asante kwa ajili ya haya ambayo tumeyaishi. Kwa hiyo ningependa kusikia haya matatu. Nisikie kutoka kwako ilikuwaje ukakutana na mwenzako wa ndoa na mkubwa wa familia yako anaweza kushare na sisi na hili na sisi jana. Okay, mke wangu wakati huo ni mchumba. Nilikutana naye Sofa kwenye utume wa uimbaji. Pale pale Tanga, yeye Sofa na pia ni Mchaga kama mimi, natoka Moshi huko, ni Rombo, mimi natoka Uru. Sofa mimi nilikuwa naambia kwa injili ya Mtakatifu Sylvester Tanga, yakawa naambia BMM. Sofa ambao kwa yangu niliambia mwanzo zamani. Afu baadaye nikamia maeneo kwa nakaa Bombo area huko, nikayambia kwa Mtakatifu Sylvester. Kwa tukafahamiana, tulikuwa nakaa mtaa mmoja wakati huo, tukakutana, tukafahamiana, tukapendana. Unaona? Kwa hiyo katika kupendana huko sasa ndio ikafikia hatua tukasema, kwa sababu Sofa wakati huo nilikuwa nimeshamwomba Mungu kwa kipindi hicho, nilimuomba Mungu natamani niwe na familia sasa. Wazazi wangu wakati wanajua walikuwa wanakaa Tanga, wakati wao wamerudi Moshi, wakaamua warudi Moshi, warudishe majeshi wanasema Moshi nyumbani. Nikabaki akasema sana baki huku. No, natakiwa niwe na familia kwa kweli. Yaani nikajisikia hiyo. Kwa kweli nikawa napiga magoti na muomba Mungu sana. Mungu naomba unijalie nipate mtu aliye sahihi.
Kwa sababu unajua unapoishi unakuta kuna watu wanaweza kuwa unawapenda wanakupenda, lakini wanaweza wasiwe sahihi sana kwa ajili ya malengo hayo husika, ikawa yule kawaida. Tunaona nikamwomba Mungu hiyo. Basi tukakutana na ambaye ni mke wangu sasa hivi, Magdalena Slayo Magiri. Tukakutana basi nikapropose naye akakubali. So fani hakuwa na kipingamizi kwa kweli yani. Na labda ushuhuda ambao nataka kusema kweli katika maisha kama yani njia hii kuingia kwenye ndoa, unachukua ingia na mtu ambaye kule mwenye nia na mwenye nia thabiti na mwenye upendo wa kweli. Kwa sababu katika kipindi nakumbuka wakati unajua katika mazingira yeye mke wangu hana changamoto yote labda ya kutokuona au nini. Yeye kutanaona tu vizuri. Changamoto ilikuwa kidogo kwenye familia kwenda kutambulisha kwamba jamani nimepata mchumba nyumbani yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa wazazi hawakuwa na shida au ndugu wa karibu, ila kuna baadhi ya wanaukoo wana ndugu. Wewe sasa utaolewaje na mtu asiyeona bwana, haiwezekani. Huyu anataka tu aje kwa sababu wewe sasa hivi unafanya kazi, ni mwalimu, mke wangu ni mwalimu. Ni mwalimu akuelemee maisha wewe sijui nini. Ila yeye alikuwa na msimamo, aliambia hapana, mimi ndio nilie mchagua. Nakumbuka kuna kauli moja aliniambia alipoenda kuambia wazazi, ndugu wanasema sasa wazazi kabisa, unaona ndugu anasema hivi. Sasa akamwambia baba na mama, kama hamtaki mimi niolewe na huyu, mimi naenda arudi zangu kazini, sitaka nyage nyumbani. Wazazi akamwambia hapana, wewe mlete. Kwa msimamo huo basi ilituwezesha kuzifikia hatua hizo. Basi tukaenda kufanya utambulisho 2004 hiyo. So far unajua hajakaa muda mrefu sana. Unajua watu wengine wanasema mtu mkae muda mrefu kwenye uchumba, no, hiyo sio necessary sana. Cha msingi mmefahamiana kiasi gani na mmemshirikisha Mungu kiasi gani. Sisi tufahamiane inawezekana hata yani ndani ya miaka miwili. Basi tukaenda kujitambulisha, Mungu akatupokea, basi ikakubalika 2005 tukafunga ndoa. Ikawa hivyo. Kwa hiyo tukawa tumeingia kwenye maisha hayo, tukaanza, Mungu akajalia mwaka uliofuata tukapata mtoto wa kwanza 2011. Mtoto wa kwanza ni wa kike, Marilyn. Mwaka 2011 baada ya miaka 5 tukapata mtoto wa pili wa kiume, Prince. Baada ya miaka 3 2014 tukapata mtoto wa tatu. Kwa hiyo tuna watoto watatu wa Delbright. Kwa tuna watoto watatu, familia yetu, mimi na mke mmoja ambaye tulifunga ndoa takatifu pamoja na watoto watatu. Sema na sisi vijana. Sema na sisi vijana ambao tuko katika hizo harakati, kwa kweli kila mmoja na kigezo chake, mwingine ni hiki, mwingine ni hiki, ni fujo, ni vurugu. Kwako unalipi la kutuasa tunapokuwa na matayarisho haya kuingia katika sakramenti ya ndoa? Kwanza unatakiwa uwe na dhamira. Yaani ndoa inaanza na dhamira. Dhamira, kwa sababu niliona kuwa na dhamira kwamba nataka niwe na familia. Okay, la pili mshirikishe Mungu. Kaambia Mungu nahitaji kuwa na familia, nahitaji nipate mtu sahihi. Mtu sahihi ambaye tutapendana na ndoa yetu itaweza kudumu, itakuwa yenye kuleta matunda yani. Kwa hivyo viwili, lakini cha tatu kuwa na msimamo, ambacho hicho nimejifunza kwangu na kwa mke wangu. Unajua kwa changamoto unaweza kusema kuna wale watu ambao hutaki kuchagua kwenye maisha, hutaki kuchagua vitu ambavyo viko yani material things, yani vitu vya kuonekana kwamba hivi au ana hiki no, hivyo sio cha muhimu. Cha kwanza ni ile dhamira yake, je, ni ya kweli, ni ya dhati, ana moyo ule wa upendo. Sababu hivi vitu vingine huwa vinakuja tu. Kwa sababu yeye unaweza ukasema ukaangalia vitu vya kuonekana, mimi bwana sitaki mtu mwenye changamoto, ambavyo mkaoana katika safari, sio akapata yeye ukapata wewe, akuache. Umeona sijui au awe okay mwenye mali hivi, okay akiwa na mali katikati zikawa zikapotea, ndio imekwisha. Kwa cha kwanza ni dhamira, mshirikishe Mungu, afu uwe na msimamo kwamba okay, mimi nimempenda huyu na huyu namuona kweli ananipenda. Basi naamini Mungu ataenda kubariki na ndio yetu itaweza kukaa vizuri na itaweza kuleta matunda. Ila kingine labda cha kuongeza kikubwa, mfahamiane, mfahamu mwenzako. Yaani unajua watu wengine nafikiri labda ili kuingia kwenye ndoa labda ni kukaa muda mrefu kwenye ule urafiki au uchumba. Lakini unaweza kaa muda mrefu lakini msifahamiane. Na unaweza kukaa muda mfupi mkafahamiana. Mfahamu vizuri mwenzako, ifahamu familia yake, dhamira zake zikoje, familia yake nayo ifahamu kwenu. Mfahamiane kiundani kiukamilifu. Ili hata akija kwenye nyumba kwenye ndoa hiyo, aone kwamba okay, huko nilipoingia ndio kile ndio huyu niliyemfahamu. Na familia ile iliyoingia ndio ile nilikuwa naifahamu. Kwa sababu asipofahamu familia yako anaweza akaingia baadaye kutana na familia iko kinyume na matarajio yake. Na matarajio yako, mfahamu mwenzako, fahamu na familia yake. Hicho kitu cha msingi sana. Na ndio inawezekana kinasababisha pengine nyumba yao ndoa nyingi hazidumu siku hizo, unakuta sababu ya kutofahamiana kiundani. Na kwa sasa ukiwa Tanga ambapo familia pia iko bila shaka. Ndio. Mnaendelea bado na utume wa uimbaji?
Yes, tunaenda mama pia. Ya kabisa. Mimi Ndio kwaya moja au kila mmoja anaenda kwa. Kwa tofauti. Yaani ngaje najua tunaenda kwenda kwaya moja, yani ilikuwa sofa tuimbe kwaya moja, lakini uhitaji unajua yeye anaenda kwenye kwaya ambayo iko jumuiya si tu kwa nani jirani. Ila mimi napo hudumu kulikuwa kuna changamoto hapo nyuma za walimu. Ndio. Sasa huwezi kuondoka, unajua ukishakuwa mwalimu huwezi kuwa walimu wachache. Kuondoka lazima uwe wapi, sababu ukiwaacha hivyo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo nikajikuta naendelea kwenye kwaya. Hiyo ndio kwa Enter Silvester na iko kwa ya BMM Peltaka. Sasa maisha ni safari. Kwa kweli wanasema jituke msalaba wako, usonge mbele, fuata Kristo mpaka mbinguni. Mwisho kabisa ningependa utupatie neno kwa watu ambao tuko katika safari ya kiimani. Tunakutana na changamoto nyingi za kimaisha, lakini daima tumekuwa bora zaidi katika kutoa visingizio kwa Mwenyezi Mungu. Ningefanya hiki lakini kwa sababu ya hiki. Kwa mfano sisi wana utume wa uimbaji kwa mfano. Kazi ni nyingi sana. Ni ngumu sana kupata muda. Bwana unajua kuna hiki. Tunaweka mbele changamoto zaidi kuliko kumweka Mungu. Tunayakuza matatizo kuliko kumfanya Mungu awe mkuu katika matatizo yetu. Labda una lipi la kutuambia katika hili? Okay. Labda mimi nitoe wito. Unajua watu inawezekana tufahamu Unajua sometimes tunafanya vitu tunahisi kwamba ni nguvu zetu Unasema na juhudi nimesoma sana, nimeingia library, nimeshinda, nimekesha na ndio maana nimefaulu. Unafanya kazi juhudi, umelima sana unaona nimevuna, unaona ni nguvu zako. Kumbe hapana. Yuko anayewezesha hayo yote yani. Na shida ni kwamba hatumpi kipaumbele yule. Unajua katika utume huu lazima tujue kwamba ni yeye huyu ambaye tunamtumikia. Kwa mfano utume kama huu wa uimbaji. Tunayemwimbia hatujimbii sisi. Tunamwimbia kwanza yeye mtukufu, kwa sababu Mungu anapenda sifa, kusifiwa. Tunamwimbia, tunamtukuza, then tutakatifuza malimwengu. Tunaanza kwa ajili ya Mungu, then kwa ajili ya nafsi zetu, afu kwa ajili ya wengine. Si ndio hivyo? Kwa sasa nafikiri ni vizuri yani kwa kila mtu kumtegemeza Mungu, kwa sababu katika uimbaji unapomshirikisha Mungu, unaweza ukaona kwamba sasa nikienda kuimba nitapoteza muda huku, majukumu yangu hayataenda, kama ni mwanafunzi nitafeli labda, lakini hapana, kwa sababu mimi ni ushuhuda tosha. Mimi wakati nikiwa naona sijawahi kuimba, lakini baada ya kuanza kufanya utume wa uimbaji naona mafanikio yamekuwa ni makubwa zaidi kuliko before. Kwa maana kwamba mimi nimeanza kuimba mwaka 98. Sasa hivi na miaka almost 28. Mwaka baada ya pale ndio nimekuja baadaye nikaja nikasoma bachelor nikiwa ni muimbaji na sikuacha kuimba na nikafaulu vizuri. Nilipata first class offer. Sio mwaya lakini inabidi niweke kama ushuhuda tu. Unaona? Hongera sana. Kiutani tu. Unaona? Kwa hiyo nikaimba, nikaja nikafanya masters. Nikawa bado naendelea kuimba. Sikuacha kuimba. Bado akanivusha nikafaulu vizuri. Mpaka nikuja nafanya PhD sasa hivi bado naimba. Unaona? Kwa mimi naamini kwamba kwa kumtumikia Mungu katika roho na kweli basi yeye ndio anaweza kufungua milango zaidi. Naona unajua kwa mwingine anaweza kuona anapoteza muda, kwangu sio kupoteza muda. Hata kikazi vile vile nitoka halmashauri baadaye nikawama taasisi nikasonga mbele, nimepanda vyeo huko nikiwa namtumikia Mungu. Kwa hiyo tukikutumikia Mungu basi tunaweza kupata mafanikio, tusione kama tunapoteza. Tutenge muda, Mungu tumpe muda. Unajua wengine inawezekana anaanza kuimba, ngoja nikipata muda. Hapana. Hapo tunamkosea Mungu. Hapo unajikosesha baraka. Mungu iwe ni sehemu ya mpango ule mkuu. Uimbaji useme muda huu ni wa kuimba, muda huu wa kazi, muda huu wa familia, muda huu nitafanya. Sio kwamba nikipata muda labda ndio yaani kama vile change ikibaki ndio nitampelekea Mungu. Kwa hiyo tuweke katika mpango wetu utume basi tutaweza kupata baraka. Mimi nikushukuru sana. Sasa naomba nikuite Dr. Paul Mike Msoka. Shukrani. Mwezi wa 5 umeshafika na graduation inakuja, tutafika kuja kumshukuru Mungu pamoja na wewe kwa ajili ya makuu ambayo amekutendea na kweli ameitendea familia na ametendea sisi marafiki wa karibu. Tunakushukuru na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiki ambacho unakifanya. Amen. Mungu aendelee kukubariki na aendelee kukutunza katika utume ambao unafanya. Nikushukuru pia kwa kufika Kurasini kutoka kule chuo kikuu cha Dar es Salaam mpaka Kurasini parefu sana, lakini umekuja. Asante kwa kutufungulia kipindi chetu, msimu mpya wa kipindi hiki cha Faith Stories. Shukrani na mimi pia kwa kunifikiria kama mimi nilio mdogo pia kumbe naweza kuwa na mimi na nafasi ya kushiriki kwa kipindi hiki. Nashukuru sana. Basi tunashukuru sana. Naam, mtazamaji mpendwa ambaye unafuatilia matangazo ya kipindi hiki cha Faith Stories, simulizi juu ya mambo ya kiimani. Hapo ndipo tunafika tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo, kwa wiki hii. Kipindi hiki ni cha kila wiki, kikujia kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa niaba ya Mwalimu Daktari Paul Mike Msoka,
na kwa niaba ya timu nzima ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache. Kushiriki katika kipindi kama hiki, kama una jambo ambalo unafikiri linaweza kugusa maisha ya watu ama kutoa maoni mbalimbali, basi kuna nambari ziko hapo chini, unaweza kutafuta ili tuweze kuona namna gani ambavyo tunaweza kusukuma gurudumu la kiimani Kanisa Katoliki mbele zaidi. Kwa hiyo endelea kufuatilia kipindi hiki cha Faith Stories, kitaendelea kukuletea mambo mazuri kila wiki kutoka hapa channel yako ya Kanisa Katoliki Tanzania. Mimi ni Pascal Mwanache, hadi wasaa mwingine. Tumsifu Yesu Kristo.